vingi sana ambavyo vinaendelea. Pia tugusie pia na upande wa hasara pia. Unajua kwa mfano mafuta kupanda. Haya madhara yako vipi hasa kwa ulimwengu kwa ujumla, ukiacha kwamba in general katika hawa wanaopigana? Hivi vita vinaivuta dunia nzima sasa hivi. Indirectly. Sio kwamba wanaingia kupigana, lakini wanaathirika kwa sababu asilimia kubwa ya mafuta inatoka Middle East. Iran ameweza kwa kiwango kikubwa kushut down flow of ya energy, gesi pamoja na nishati ya mafuta isiweze kuflow kama kawaida. Kwa hiyo inaathiri takriban dunia nzima. Ulaya hali yao imepanda by 50% na sehemu zingine pia zimepanda. Kwa hiyo inaathiri dunia nzima indirectly. Na Iran alichofanya washikaji wake wanawe, Mchina pitisha, Mrusi pitisha, Pakistani pitisha, nyinyi wengine Okay, sawa. Kwenye sekta ya anga kwenye vipi hasa? Maana naambiwa pia kuna ndege ambazo ziko pale Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pale airport pale hazisafiri hasa baadhi ya Emirates na mengine pia. Sekta ya anga kwenye hili inaathirika vipi hasa? Of course. Ukiangalia flight radar huwa inaonyesha jinsi ndege zinavyopita. Ile eneo sasa hivi liko almost empty. Hakuna harakati zozote ambazo zinapita pale. Kwa hiyo hamna usafiri wowote. Yani ilipokukuta ndo huko. Kwa hiyo ndege za Kiimarati ambazo ziko hapa ndo hapa. Kama kuna ndege ya Kitanzania ambayo iko Dubai imetokea kule ndo huko. Mpaka itokee waruhusiwe, waga sometimes wanaruhusu kidogo labda movement kwa uchache kabisa. Kwa hiyo itakapokukutia ndo hapo. Kuna hili ambalo natajwa kwamba natauliza lote alafu utajibu kujibu kwa mtindo ambao utaona wewe. Inatajwa kwamba jana Marekani na Israel wameanza kulisupport kundi la Kurdi. Wamewaahidi kwamba kiingia ndani ya Irani wakishambulia na wenyewe watapata ardhi yao, ambapo na wenyewe wataanzisha taifa lao ndani ya Irani. Na inadaiwa kwamba tayari wameanza. Na pia kwa upande mwingine Hezbollah kule tunafahamu hawa wana mahusiano mazuri na Irani pia. Vita vinaendelewa kule mpaka na rais wao amejaribu kukemea namna moja ama nyingine. Huu mvutano hasa unamaanisha nini hasa? Sawa. Cha kwanza, Mungu ameijalia fuse watu kwa mbele ya muda. Na tumekuwa tunafanya sasa hivi sio chini ya miaka 4. Sawa. Sasa hivi tumeinspire watu wengi na wameingia, ni jambo zuri. Sasa nilishaongelea nikasema hakuna kundi linalotumika kama Wakurdi. Kila sehemu. Libya wametumika, kwa Saddam wametumika, Afghanistan wametumika, sasa hivi wanatumika, na hawatokuja kupewa nchi yao. Kwa sababu ukishawapa nchi yao, hawatokuwa na haja ya kukutumikia tena. Wao wanaidiwa tu, mwanangu ukiingia ukifanya hivi tutakupa. Washatumika sana na wanaendelea kutumika. Nilisema katika uchambuzi wangu, nikasema hatari dhidi ya Iran sio Mwisraeli, sio Mmarekani. Watamshambulia ndio, watasababisha madhara ndio, lakini haitowapa matokeo ambayo walikuwa wanataka yao, ambao ni regime change. Sawa? Hatari inatoka ndani, ambapo kuna Kurdistan, lakini kuna Waazerbaijan, Waazeri ambao ndo wanawezeshwa, na nikawajoinia watu dots. Sitaki kurudia. Juzi mwaka jana kulikuwa kuna peace deal kati ya Azerbaijan na Armenia. Amewapatanisha na vitu kama hivyo. Kaingia na kampi yake ya kijeshi pale. Hawa ni watu ambao wanatumia. Azerbaijan inatumika kama forward operating base. Azeri ndio supplier mkubwa wa mafuta kwa Israeli. Sawa? Kwa hiyo ni washirika wake. Hizi nchi zinatumika Iraq na au Wakurdi. Kwa hiyo hawa ni watu ambao sasa hivi nilisema Marekani na Israeli hawawezi wakapeleka boots on the ground kwamba wafanye kama walichokifanya Iraq. Wakakusanya majeshi 100,000, 150,000, 200,000 alafu waingie. Hawawezi. Ngoja nikwambie. Unajua unakutanisha majeshi ya aina mbili. Muiran ambaye kwanza ni mzalendo, hana pa kwenda kwa sababu ndo nchi yake hiyo hapo. Alafu ana itikadi yake, anaipenda nchi yake,
hawana ujinga wa LGBTQ na vitu kama hivyo. Alafu unaleta jeshi. Alafu hapo kumbuka umetoka kuwaulia viongozi wao. Wana hasira na wewe. Alafu unakuja wewe na watu wa upinde, wanajeshi wako wa upinde. Sawa? Na mambo ya hayo ambao sio nchi yenu. Mmeenda kuvamia huko. Alafu sasa hivi wao wenyewe wameamka. Wanaona kabisa tunaingia kupigana vita ambavyo sio vya kwetu. Kwa hiyo hata morali sio. Ndo maana kuna haya makala ambayo yanaendelea hapa. Nilielezea ili kupata wametaka kuweka hamasa kwa sababu wamegundua katika jeshi la Marekani hamasa ni ndogo. Wameiweka kiimani. Ndio maana nikasema imani ni ngumu, ni very strong, ni weapon ambayo ina nguvu sana. Na nikasema Irani ni ngumu sana kuwashinda kwa sababu ya imani yao, wana itikadi ya kiimani. Sasa Marekani wametumia silaha hiyo ya kiitikadi. Wameaminisha watu kwamba Trump amechaguliwa na Yesu kwa sababu ya kuwasha moto utakaopelekea Armageddon ili Yesu arudi. Haya maneno nakwambia ni serious kabisa. Yaani unaona makala ambayo nimeyatoa, mtu aingia hayaangalia. Yes. Ndo wanachoambiwa wanajeshi wao. Kwa hiyo wameona kwamba morali ni ndogo, inabidi waingie kiimani kwa sababu wanajua nguvu ya imani. Wamewaaminisha hivyo. Sasa Trump ni mteule. Na wametengeneza mazingira tangia anaingia. Waziri wa vita Peter Hegseth ana statue ambayo inajiita Crusader. Crusader ndo wale waliokuwa wanapigania vita vya msalaba. Kwa hiyo anajiita yeye ni mpiganaji wa vita vya msalaba. Ana kitabu chake ambacho alikitoa kinaitwa The American Crusade. Vita vya msalaba vya Kimarekani. Kwa hiyo walichokifanya tangia, yani ni setup, ukisikiliza makala mtu utaelewa. Tangia mwanzo Trump amewekwa kwenye setup fulani ya kiimani. Amejaa especially crusade kwenye upande wa dini ya ambao wanafuatia mambo ya crusade ya Kikristo. Kama ni mwokozi wao, kuna mazingira fulani wamemtengeneza, akasema tutarudisha Biblia katika mashule na dini na kukataa zile vitu vya jinsia mbili na vitu kama hivyo. Imetengeneza mazingira hayo. Umeona? Yani ile ilikuwa ni setup tangia mwanzo. Kwenye kampeni zake yalimemba tuna jinsia mbili tu. Hatuwezi kubali na vitu kama hivyo. Tutarudisha Biblia shuleni na vitu kama hivyo. Ile ilikuwa ni setup, yani imewekwa. Sasa hivi wanajeshi wa Marekani wanaambiwa na viongozi wao wajua jeshini. Hivi ni vita vya kiimani. Plus na ile na kwamba Trump amechaguliwa anointed na Yesu. Unajua maneno nikikwambia unaweza usiamini. Ukiingia haya makala haya hapa wataenda kuichunguza. Naomba wende wakaangalie. Nimeweka kabisa, mimi wanaenda facts and logic. Nimeweka kabisa ushahidi jinsi ambavyo imeandikwa pale. Kwa hiyo lazima uelewe vipi. Sasa unaleta majeshi mawili plus kabla hujaendelea. Plus na ile kwamba make America great again. Ile sasa hivi haina tena. Aliingia na hiyo. Kwa hiyo kuleta uzalendo na nini akakusanya watu. Sasa hivi watu washajua kwamba it's BS, kwamba ni upuuzi mtupu. Kwa hiyo Marekani na Israeli waingize boots on the ground chini, mziki watakaokutana nao watu waamini. Yes. Ndo maana ni kula makombora tu. Sio makombora. Hamna kitu kigumu kama kupigana na mtu ambaye with nothing to lose. Mtu ambaye hana cha kupoteza. Yes. Alafu kuna layer ya kiitikadi. Unaenda kupigana na Muirani ambaye anaamini mimi nikifa naenda peponi. Umeona, nakufa shahidi. Umeelewa? Kwa hiyo ni ngumu sana kupiganisha morali ya majeshi ya hawa watu wawili. Ndio maana inabidi watumie proxies sasa. Watumie Waizeri, watumie hawa Kurdi, waingize pale ndani, lakini watu wanaijua IRGC. Lakini kuna the Iranian Army ambayo mpaka so far haijatumika, ambayo inasadikika wanajeshi kama 800,000 hivi. Yes. Sawa. Wametulia tu wanasubiri mzigo. Hii sasa inapigwa ya juu yani. Na sayansi sana inatembea. Yes. Yani sasa hivi ni kama special forces ndo zinacheza, yani wale viongozi. Bado kuna hii huko. Alafu walichokifanya ndo wamezidi kuiunganisha Iran baada ya Khomeini alikuwa anapendwa jamani. Alikuwa anapendwa sana. Alafu alikuwa na hekima na busara. Hivi kama mwalimu hivi yani, yule alikuwa ni mentor. Unajua miaka 35 alikuwa madarakani. Kachukua ile nchi
haina hata fimbo. From zero to from zero. Ndani ya utawala wake kaweza kutengeneza jeshi imara kiasi hicho, pamoja na kuwa na vikwazo vyote. Kaweza kutengeneza mauniversity na machuo na masystem. Bro, hatuoneshwi kwenye mainstream media. Tehran ukipata nafasi kuona baadhi ya video ambazo hazioneshwi, wana malls wameendelea, wana harakati, wana maendeleo. Mimi na mshikaji wangu anasoma Irani. Hebu niambie. Yaani nikiongea naye kipiga naye story ananiambia huku kwanza hata elimu yenyewe kwanza iko low, unaipata lakini ni nzuri, ni bora, lakini unaipata kwa elimu nzuri kwa gharama ndogo. Yes. Yaani iko hivi yani. Same thing North Korea, tunaaminishwa wako Nishawahi kufanya makala nikaweka hapo. Ushaona miji ile ambayo anazindua. Nilifuatilia. Ulifanya mwaka juzi. Yes. Lakini kwenye mainstream media huwezi. Kwa hiyo sasa wazee wa Facts and Logic tunapoongea, tukikutana na watu wa CNN na BBC nini, watamtabishana mpaka kesho. Yes. Okay, sawa. Sasa kwa kumalizia, hasa unadhani kule Hezbollah sasa kila ambacho wamesema na wenyewe kwamba wataichangia Israel, watafanikisha sasa kwa namna kuitikisa mara moja ama nyingine? Kwanza unajua vita ni strategy, na watu wanatakiwa wajue strategy. Na hivi ndio vitu vinatofautisha wachambuzi wengi sana. Kuna watu ambao ni maripota, wanaichukua taarifa kama ilivyo, wanaiweka, wanaongeza maneno mawili, wanasema tumechambua. Ila uwezo wa kujoin dots na kuread between the lines na kupenya kwenda mbele. So far Iran ana proxies wake. Sawa, ana Hezbollah, ana Hamas, lakini wako bize wao kule kwao kwa sababu wanapambana na IDF. Wana Houthi Yemen, wana Ansarullah wa Iraq na vikundi vingine. Sawa. So far haya makundi hayajawa activated. Yapo tu. Umeshasikia Houthi ameshiriki mpaka sasa hivi? Bado. Hii kwenye chess kuna moves and counter move. Wewe unachezaga draft? Nacheza. Ushawahi kwamba unaweza kaacha kete moja ni kama imekaakaa, lakini kete ni kuzuia kete ya mwenzio asicheze. Kingi. Unaweza kupiga moja kaingia kingi. Yes. Na kingi anaweza kazuiwa na kete moja ya kawaida, yani akitoka tu pale ameliwa, game limeisha. Kwa hiyo Irani ana strategy yake. Zikitokea nchi za Kiarabu zikasema sasa na sisi tunaingia, utamsikia Houthi anakiamsha, utamsikia Hezbollah ile hajasema sisi tunaingia kwenye hivi vita. Hezbollah amechokozwa kwa sababu moja ya malengo ya hivi vita kwa upande wa Israeli ni kwamba wakati vinaendelea anataka amege eneo la Lebanon. Kwa hiyo ametengeneza mazingira kama kachokozwa alafu aingie, na ndio maana anapeleka boots on the ground. Anataka kumega. Sio kwamba Hezbollah wamesema sisi tunaingia kwenye vita. Hapana. Yaani hivi ndio vitu ambavyo watu haelewi. Moja ya malengo hivi vita ni kumega eneo la Lebanon na Syria. Sasa Syria watajichukulia wanavyotaka. Yule si kijana wao Al-Sharaa yule Jolani kijana wao. Kule wanajichukulia wanavyotaka. Ila Lebanon inabidi wachukue. Kwa hiyo kwenye tunaambiwa kwamba Hezbollah kalianzisha. Ingekuwa ni hivyo, proxies wote wa Irani wangekuwa shaanza wametulia, wanajua muda wao. Kwamba nchi za Kiarabu wakisema wanalianzisha. Sasa Houthi peke yake, unajua vita vina strategy. So far Irani ana uwezo wa kusababisha madhara makubwa mno katika nchi zote hizi ikiwepo Israeli, makubwa mno. Lakini bado hajatumia karata hizo wala kete hizo. Ngoja nikwambie. Unaona hizi Gulf state zote, Iran ana uwezo wa kushambulia visima vyote vya mafuta akaviharibu. Tukakaa miaka 15 hakuna tena mafuta yanazalishwa pale, au 10 at the maximum. Kwa sababu kuna nchi 3 tu ambazo zinaweza kufufua hivyo visima. Sawa? Hajavishambulia. Cha pili, hizi nchi ikiwepo Israeli ambayo ndio the biggest desalination project in the world, maji yao wanatumia ni ya chumvi. Kwa sababu hawana maji asilia, wanatumia maji ya chumvi. Wana vile machujio ya kuzalisha. Iran ana uwezo wa kushambulia yale, akishambulia yani
hali itakuwa ni mbaya sana, kwa sababu ndani ya Israeli watu watakuwa hawana tena maji ya kunywa salama. Okay. Lakini pia Dubai, Saudia na wengine pia wana desalination project. Akishambulia watu watakaa bila maji. Umeelewa? Kwa hiyo bado kuna vitu vingi sana. So far Iran hajashambulia nuclear reactor ambayo huwezi kuishambulia nao na amesha prove. Sawa. Ushaona ile video ya ile hypersonic moja ile unasikia chui, alafu unaona vumbi tu linaamka. Zile hypersonic zile. Bado ana MIRV zile. Multiple independent reentry vehicle, sawa? Ana masilaha mengine ambayo ana Fatah 2 ambazo bado hajazitumia. Fatah 2, Fatah 3 na zinginezo. Uwezo wa kuishambulia Demona anayo. Kwa hiyo bado kuna, yani watu hawaelewi strategy ya vita hii. Bado ana karata zake za turufu, kaziminya. Ndio maana katoa biti, kasema Marekani ikilazimisha regime change ndani ya Iran anashambulia hizi sehemu. Kwa hiyo zitasababisha madhara. Kwa hiyo proxies wa Iran hawajaingia kwenye game bado. Hii ya Hezbollah ya Lebanon ni kwamba ni mkakati au mpango. Ni mpango, yani wameianzisha ADF kwamba wakati watu wako busy huku sisi tumege ile eneo. Umeelewa? Japo ulizungumza pia Sofa, japo kwa nimeona pia asubuhi Iran alizungumza kwamba mashambulizi ya leo ya usiku Israel na Marekani wameharibu vyanzo vya umeme pamoja na maji pia. Sawa. Kwa hiyo sasa ukishafanya hivyo game on, na huyo akiharibu hivyo msianze kulalamikia. Yes. Okay, sasa tugeukie sasa kwenye maswali yetu kabla tujaenda maswali ya watazamaji wetu ambao wameuliza. Kuna hili swali la Hispania kugomea kutoa kambi zake. Tulijaribu kuligusia kwa uchache lakini leo nataka tuingie tupate ule ukaribu wa kwa nini Hispania inatoja sana kwamba haitaki hizi mambo kuyaunga mkono. Hispania mimi naweza nikawapa sifa moja. Ni moja ya nchi za Ulaya ambazo ni waadilifu na wanajielewa. Kwa sababu achana na hivi vita, ni moja ya nchi ambazo imepinga sana mauaji ambayo yanayofanya Israeli Gaza kwa muda mrefu sana. Na mpaka nadhani kwanza imeitambua Palestina, imezuia shipment za silaha zozote kwenda kule, na biashara nadhani wamefunga biashara kati yao na Israeli. Kwa hiyo ni moja nchi ambazo zimekuwa ni waadilifu. Wamesema sisi hatuwezi kushiriki hivi vita kwa sababu watu wenye akili wanajua hivi vita ni vita vya Israeli ambavyo anataka kudrag mataifa mengine yaingie. Kwa hiyo hataki, japokuwa yeye ni memba wa NATO, kwa hiyo ana bezi za NATO ambayo inamaanisha bezi za Marekani ziko pale, lakini piga marufuku bezi zake zisitumike katika kuishambulia ile. Umeelewa? Kwa hiyo kwanza ana uadilifu kabla lakini pia anafahamu kwamba akiruhusu hiyo Irani ana uwezo wa kushambulia. Kwa hiyo pia hataki hivyo vitu, ila sio kwa kuogopa tu. Alionyesha uadilifu tangia kabla hivi vita way back katika issue ya Gaza na nani. Hiyo ni kitu ambacho naomba tuelewe. Yes. Okay, lakini kwa kumalizia sasa, kila ambacho kinachoendelea ndani ya Marekani, nimeona pia kuna wanajeshi wa staff walikuwa wanazungumza kwenye kikao chao kimoja huko, watatafsiria hapo kwenye comment watazamaji wetu pia. Kuna mwanajeshi ambaye alizungumza, bwana, sisi hatutaki Marekani ijiingize katika hii vita. Trump tunaona kama anatumika na Israel, hatutaki. Inamaanisha nini hasa hii? Ni kweli so far hawajaweza kutoa maelezo yoyote yaliyonyooka. Wanajiumauma na wanabadilisha. Mwanzo Trump wakati wanaanza tu mashambulizi, tumekuja hapa kwa sababu ya regime change. Tunataka tumemua Ayatollah na wengine, ndio fursa kubwa zaidi ya wa Iran. Hawatapata fursa kubwa kama hii ya kupindua nchi. Sawa? Kwa hiyo alisema hivyo. Baadaye akabadilisha baada ya kuona kwamba Irani hawaoneshi dalili yoyote ya kupindua nchi yao. Kwamba tumeenda pale kushambulia nuclear, kuzuia Iran asiwe na nuclear. Sawa. Inaenda anachokisema Rubio na Hegsworth. Yule kwanza anasema yule waziri wao wa ulinzi kwamba sisi hatujaanzisha hivi vita lakini tutavimaliza. Yani wao kudanganya ni kawaida kabisa. Rubio juzi kasema sisi tumeingia kwenye hivi vita kwa sababu Israeli alishathibitisha anashambulia. Kwa hiyo ili kuzuia Irani asishambulie, sisi tukaingia kushambulia ili kuzuia Irani asishambulie baada ya kushambuliwa na Israeli.
Umeelewa? Maelekezo ambayo yaingie kabisa akilini. Kwa nini msimzuie tu Israeli asishambulie? Au kwa nini msimwache Israeli kama atashambulia apambane na mziki wake peke yake? Kwa hiyo unaona wanajingata wanabadilika. Alafu kule kwenye Senate na Congress ni wale. AIPAC imeishika ule mfumo wote wa uongozi wa Marekani. Wamekutana juzi, wamepiga kura tuzuie vita au viendelee. Wamepiga kura viendelee. Kwa hiyo huko kwenye media wanatuchezea mtu akitoka, unajua hivi vita nini hatujui, wanatoka wale maseneta na macongressman na nani, wakiingia kule wanaenda kupiga kura kwamba mziki uendelee. Yes. Kwa hiyo lazima tu tuna uwezo wa kuread between the line na kujoin dots na vitu kama. Japokuwa wapo kati yao ambao ni wa kweli hawataki kabisa hivi vitu. Na wanajeshi wengi waliopigana 9/11 Afghanistan wamekuja kugundua walidanganywa. Vile vita vilikuwa sio vita halisia, na sababu walizopelekwa zilikuwa zile uongo. Kulikuwa hakuna weapons of mass destruction kwa Iraq, wala 9/11 ilikuwa ni inside job ambayo ilifanywa na wenyewe Mossad, walifanya pale. Alex Jones alisema kabla hata haijatokea. Iko on record, iko kwenye TV. Sawa? Kwa hiyo wakaja kugundua maveteran hawataki kabisa hivi vita. Kama wamegundua maveteran wengi wajeshi hawataki, wanapinga, wanajitoa kabisa kwenye mikutano na nini na kwenye media. Wao wanajua ukweli. Lakini tuna wazayuni weusi na Wamarekani weusi huko kwetu. Babu, uambii kitu yani. Watu wanapenda kwenye comment kuna wazayuni weusi na Waarabu weusi. Jamani, hapa hata wanani baadhi ya ambao wanajiita wanaharakati tunawasikia sana, haki za binadamu na nini. Sasa hivi wana support anachokifanya Marekani. Yani wana double standard, black and white. Anyway, lazima tu tuna uwezo wa kusoma watu ambao tunazunguka, tujue ni watu gani wa kuwafuatisha, watu gani ambao wasitupoteze. Swali langu la mwisho leo kabla maswali ya watazamaji kuyauliza ni kwamba nimeona hii kwa kuchukua uchache tu kwa dakika moja hasa ukaielezea kuhusu tuliona hata kilichotokea Saudi Arabia kwamba idaiwa kwamba ni Mossad walikuwepo katika kudungua na nini. Baadaye leo Uingereza naita England team wametoa taarifa kwamba walioshambulia zile kambi zao kule sio Irani, wamejaribu kuchunguza. Imetoka ni hivyo. Huwa tunasema fuse facts and logic. Unakumbuka hapa ni juzi au ile ilikuwa ni juzi kwa sababu tunapumzika siku moja tunafanya nafasi tulivyofanya ukataja wakasema Iran ameshambulia, nikamwambia hapana, hajashambulia. Na ndio maana hapa nikakwambia Iran bado ana karata za turufu, hajashambulia. Yani na nadhani aliyepewa mziki huo kazi hiyo ambaye kidole chake kinasubiri tu ambiwe sio umekutana na kuna memes fulani Kim Jong Un hivi hamna kombora yote ambalo limepita hapa kwangu au tengeneza account ulitukane aingie tu au tengeneza account ulitukane umtukane hivi hamna jinsi ya kuteka kombora moja alafu tulikatishe kona lije huko, nataka yani muziki na utaka yani anaamu nao. Zile ni memes of course, utani. Sio kwamba amesema, kwa sababu kuna watu uelewa wenu mdogo, unaweza kusema mnamsingizia ni utani memes. Sasa mtu ambaye nadhani kidole chake kiko hivi ni Houthi, anasikilizia tu hizi nchi za Kiarabu ziingie tu, kwa sababu Houthi haishai kupeleka. Unajua moja ya vitu sababu ambayo ilipelekea Saudia aache vita Yemen baada ya vita miaka 7, Houthi alipeleka moto kwenye kisima chake. Yani ule ndo moyo wa Saudia. Baada ya pale ndo akasema muziki huu si utaki tena. Tumeona Houthi ana uwezo wa kurusha kombora kutoka Yemen mpaka Tel Aviv. Sasa hawa nchi za Kiarabu hao wote si wa kwake, anaweza kalipua visima vyote vya mafuta. Yani unaweza kuta kaambia wewe sikilizia, wakiingia tu hawa, kwa sababu sasa hivi kutokana na taarifa za jeshi za Iran wametoa autonomous kila kikundi. Kuna protocol za kijeshi kwamba iwapo mawasiliano yatakatika kutoka kwenye Central Command Center na vikosi vingine, kila kikosi kina ruksa ya kuact independently. Umeelewa? Kila mmoja jichagulie nchi yake. Wewe deal na mtu wako. Kwa hiyo
of course huwa kuna kila mmoja, kuna training, kuna nini kila mtu, lakini usisubiri tena command kutoka wewe, endelea. Na ndio hicho, mtu akitaka kuangalia enda kaangalia one of the best movies ni Crimson Tide, ambayo kuna Denzel Washington na Hugh Jackman, ni kwenye submarine ambacho ni ukinzani wa protocol. Kuna email ilikuja ambayo of course sio email, lakini kuna ujumbe ulikuja lakini ukakatika katikati, unasema shambulia. Kwa hiyo wakavutana sana kwenye protocol. Uende ukaangalia Crimson Tide, bonge moja ya movie. Yes. Kwa hiyo hizi nchi vikosi ndani ya Iran, kila mtu ana amri zake kwamba ikisikia stage hii you can act independently, ya kwanza. Na naamini hizi proxies ambazo tumesema kina Ansarallah, kina Houthi, Hezbollah na wengine tayari wamepewa majukumu yao. Wakingi hizi vikitokea matukio fulani na nyinyi mje. Na ndio hicho hata Mrusi kafanya, ana makombora yake ya nuclear ambayo kaika wapi, Belarus. Kwamba mkilianzisha huku kuna mwamba naye anaianzisha. Naam. Asante sana, naomba tugeukia maswali ya watazamaji wetu ambao yameuliza.